Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 0. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV, natumaini uko poa mzima wa afya. Shukrani sana Lugome Music Sound ambao wao wanahakikisha kwamba wanaendelea kutushika mkono msimu huu hapa ambao tunakuwa tunakusogezea habari zao. Lugome Music Sound wao wanatoa huduma ya ukodishaji wa muziki kwenye matukio mbalimbali kama vile harusi, send off, misiba, njana, ubatizo na matukio ya aina yote. Lakini pia wanatoa huduma ya matangazo ya barabarani ya wataalamu tunafahamu kama PA. Wazingatie sana Lugome Music Sound. Lakini pia Lugome Music Sound wao wanatoa huduma ya urekebishaji wa vyombo vya muziki, inawezekana mixer, speaker, mic, nini na mazagazaga mengine ambayo yanahusiana na masuala ya muziki. Basi hakikisha kwamba kama vimekuzingua basi unawazingatia Lugome Music Sound. Lugome Music Sound wao wanapatikana wilaya ya Ludewa, kata ya Mlangali. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu kupitia namba 0759 569 153, 0759 569 153. Lugome Music Sound, sauti bora kwa tukio lenye hadhi. Wazingatie sana hawa. Leo bwana, bado tuko na mwendelezo wa kuhakikisha kama vipi Njombe tunaipromo vizuri sana. Vipo vipaji vya kila aina, na niko na mgeni ambaye nitampa nafasi atajitambulisha. Kama ma content creator hivi wameandamana mkoa wa Njombe, lakini wao ndio watakao tujuza zaidi nini kina wafanya waje kasi sana. Bwana, karibu sana. Asante sana. Bwana, kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi anatamani kufahamu kwanza intro yako, yani ile logo, yani ukiigiza tu hata sekunde wanajua okay ni fulani. Yani niigize. Yes. Yeba, hamweni ni wa Tanzania, ni wa Njombe. Kwa matawa kangu bwana nikemewa Octavian Fidelis. Umira para mkodechi. Okay. Umetisha sana mwamba. Yeah. Okay, tunataka tuanze kufahamu safari yako ya kuwa comedian. Yeah. Tulianza mwaka gani? Bana, mimi kuwa comedian nimeanza mwaka 2023. 2023. Okay. Nini kilikusukuma au nini, au kuna mtu gani ambaye alikuvutia ukaona kama mbona nikiondoka na hivi naweza nikafanya kitu kwa sababu ya mtu fulani ambaye wewe unaona kabisa huyu ndio kioo changu mbele hapa? Bwana, kioo changu mimi ni Maiza Mbena. Maiza Mbena. Yeah. Nilikuwa napenda kazi zake anazozifanya kilisho bwana. Kwa lugha, unajua tunatumia lugha ya Kibena ile. Yes. Yeah, naikubali sana, ndio maana na mimi nikashawishika kwa comedy. Okay. Ndio kitu ambacho wewe binafsi kilikuvutia? Ndio. Kutoka kwake. Yeah. Okay. Safari yako ya kuwa comedian, labda kuna clip ambayo inawezekana ya clip ya kwanza ulianza kuicheza na ilikupa ugumu sana? Yeah, ipo. Ilinipa ugumu sana, yani unajua mwanzo mgumu. Ndio, kuna clip fulani ambayo ilinipa ugumu sana mwanzo kabisa. Yeah. Okay. Na safari yako ya kuingia sasa kuwa comedian, labda kuna changamoto ambayo ulikutana nayo unapofikiria kuanza? Tunasema, wataalamu wanasema kwamba unapotaka kuianza safari kuna vikwazo vingi vipo sana ambavyo inawezekana kuna watu wametamani kuanza kama wewe, lakini wakafika muda wakaona hapana, siwezi kuendelea. Cha kwanza nadhani ni ujasiri. Unajua kutazamwa na watu yaani ufanye kitu mpaka kikatazamwa na watu. Okay. Unahitaji ujasiri sana. Yaani ndio ugumu ambao ulikuwepo. Okay. Na kingine labda kwenye lugha. Mimi mwanzo sikujua lugha vizuri ya Kibena. Kuna ile lafudhi labda. Unajua ni Kibena lakini kinahitaji lafudhi zake. Okay. Na wewe ni mtu wapi hasa?
Mimi ni wa pale pale Mgodechi. Okay, ni Mbena. Ni Mbena. Kwa nini sasa lugha ilikuwa inakupiga chenga? Sijua sasa kuzaliwa kwenye huu Kiswahili huu. Okay. Ile ya Kibena kwa sasa ilikuwa kama iko chini, yani hawaitumii sana. Ndio maana kama tumeshindwa sisi ile lafudhi yake. Japo nilikuwa naelewa lakini ile kuongea ilikuwa ni ngumu sana. Okay. Klipu zenu mara nyingi mmekuwa mkicheza. Hii huwa inawapa maandalizi ya muda gani mpaka kukamilika kwa sini? Kwa sasa kwa sababu tumeshazoea. Ikichukua muda sana basi ni siku 2, muda mwingine hata siku hiyo kupata tu contact naweza kuifanya kwa muda huo kwa sababu zoea. Okay. Yeah. Na kwa sasa hivi tuko chini ya Maiza. Ndio, sasa tuko chini ya Maiza. Okay. Yeah. Sasa tunataka kufahamu ratiba zenu za kuingia location kwa ajili ya kutengeneza content. Ni ratiba ambazo mmezipanga kabisa kwamba yani ni lazima kwamba siku fulani muda fulani lazima uingie kazini? Kuna contact zingine za dharura kwamba tunaona tayari zilizokuwa tumeziandaa mwanzo kwamba zimeshaisha, ndio kuposti kazi nyingine tunaitana tu kwa dharura, lakini ratiba iliyopo ni Jumamosi, Jumapili, Jumatano na Jumatatu. Okay. Yaani Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumatano na hivyo. Okay. Na kwenye kundi lenu mko watu wangapi? Kwa sasa tuko kama 4. Yeah, okay. Wote mnafanya poa sana. Sana. Okay. Mgodechi ambako unatokea ni pembezoni kidogo na mji wa Njombe. Iko ndani halmashauri, lakini ni pembezoni kidogo. Yes. Kwa hiyo kuna hali fulani ule ya ukijijini upo sana. Wanawachukuliaje? Sio kwamba ni kijijini sana, lakini mazingira ya kule yani ni ya kawaida. Ni ya kawaida. Sio kwamba kijijini sana. Okay. Sasa mapokeo kwa watu yani mapokeo yani kazi zetu. Yani wanawachukuliaje yani kwamba anafanya nini? Kwa mwanzo waliona kama tunafanya ujinga fulani. Hata mtu akikuona hivi anaona huyu jamaa anachokifanya. Anapoteza muda. Okay. Ila kwa sasa naona support kidogo zipo. Okay. Kuna watu wanaofuatilia pale ndani ya mji bali. Na changamoto gani ambazo kupitia kazi ambazo mnazifanya wewe binafsi unaona kabisa hizi zinanipa changamoto sana? Kwa sasa changamoto hakuna, labda ni vifaa vya kazi. Okay. Chache hivyo. Okay. Tumeshazingatia labda kujisajili kama walivyotaka ma content creator wote kuwa na usajili. Kwenye usajili hapo tulikuwa kwenye process hizo. Nadhani kufikia mwezi wa 3 hiyo tutakuwa tumeshajisajili. Okay. Maiza alitupenyezea habari fulani kwamba mnafikiria kutengeneza filamu. Tumeshaanza? Tumeanza mazoezi na hiyo filamu. Yani tulianza mazoezi ya kawaida. Okay. Lakini mazoezi ya filamu hiyo yanaanza nadhani Jumamosi wiki hii. Okay. Ndio mnatarajia kuanza. Okay. Kwenye filamu hii tutarajie tunacheza mfumo gani? Comedy, serious au namna gani? Hii filamu bwana itakuwa ni ya mchanganyiko. Okay. Kwamba serious, comedy ndani yake, yani hivyo yani. Nataka iwe filamu fulani ambayo imetulia. Okay. Na filamu hii imebeba watu wangapi mnapotazama makadirio fasta hii? Kwa makadirio tuna watu kama wasiopungua 15. Okay. Japo tunatarajia kuongeza, kuna watu ambao wataongezeka kwenye filamu, yani inatokana na uhitaji ule. Okay. Na kazi ipo kwa kweli. Tukipitia sasa zile content ambazo mnazicheza, content gani ambayo wewe binafsi unaona kabisa hii inanipa changamoto? Zile ambazo nimezicheza, yani changamoto yani ukiambia kwamba bwana kuna scene hapa nitakucheze, unaona kabisa hii scene ni ngumu. Yani mara kwa mara inajirudia. Mimi bwana kama nilivyozoea kwamba nimezoea nacheza kama yani umri fulani umeenda. Lakini ukinipa contact ambayo yani au scene ambayo kidogo itakuwa chini ya umri, yani nikaongea sauti yangu ya kawaida. Okay. Hapo inakuwa inanipa changamoto kwa sababu nimezoea Kibena na nini. Kwa hiyo chini hapo. Okay. Mnafikiri kwa nini
mmeamua kudiri sana kuzungumza Kibena, huenda tuko kutambulisha mkoa au kabila au kuna nini? Kikubwa ni kutambulisha mkoa na kabila. Okay. Ndio maana tuna watu wengi wanapenda sana lugha ya Kibena. Ya lugha ya Kibena hata mtu akiongea inafurahisha kwanza. Okay. Na sasa hivi wasanii wa Bongo Flava walalamikia kwamba Bongo Flava wao wanadai kwamba content creator pamoja na macomedian kama mmekuja kasi sana, mnataka kuwapoteza. Hii wewe binafsi unaonaje? Naona kuwapoteza ni hapana. Kila mtu ni mpambanaji. Kwa sasa nadhani kwa Njombe macomedian tuko wengi. Okay. Lakini kila mtu kwa nafasi yake. Unajua hata wao kwa mwanzo walikimbiza sana. Kwa hiyo na sisi sasa tumeibuka, tunakuja hivyo hivyo, lakini sidhani kama tunaweza kuwapoteza wao. Okay. Na tukirudi kwenye maisha ya kawaida, tukiachana na sanaa, wewe binafsi unashughulika na nini? Mimi nashughulika na ujasiriamali. Ujasiriamali. Okay. Na ukiwa nyumbani unapenda kula chakula gani? Hello. Kwa nyumbani huko unang'ande hicho. Matosani. Matosani bukali. Okay. Moja ya vyakula ambavyo umevitaja ni chakula kipi ambacho wewe unaona kabisa ukipewa kupika unapika vizuri, na ni chakula gani ukipewa kupika lazima ubolonge? Ninachoweza kupika vizuri hapo ukochele ching'ande. Ukochele ching'ande. Ambacho yani naweza vizuri kabisa. Ing'ande chitelela muhivi ya musufuria. Basa chitatela kama sufuria, lakini ino chitelela nani muhivi ya. Tilokote. Sana kila kino. Au isopia na matosani kidogo. Matosani na gloporo. Au uko vinyamu ila umetisha sana mwamba. Na tupo kwenye mahusiano. Ndipo. Upo. Okay, mahusiano yako yanatambua kile kitu unachokifanya? Natambua. Okay. Anazingatia, anaelewa kwamba mwamba yuko kazini. Ndio, anaelewa. Okay. Na kitu gani ambacho wewe binafsi kama msanii wa comedian hukipendi kabisa kwenye jamii? Bwana, ambacho sikipendi kwenye jamii. Ni kudharauliana, wizi. Viko vingi, yani unajua sasa hizi hata hii udumavu nao siupendi sana kwenye jamii. Okay. Unadhani udumavu Njombe kwa nini unatokea? Vyakula tunavyo vya kutosha, matunda yapo ya kutosha, lakini udumavu Njombe bado upo. Kama ni vyakula hivi tunakula kwa misimu. Kwa misimu. Katika msimu kama sasa tulanga matosi. Matosani. Matosani. Parokera bonga matosi fimenye. Pamunyi maburuma. Katio babadilisha sana. Bateru utwa. Wawe ni hapo ndo babadilisha kweli. Okay. Bwana, Njombe kuna story ambazo zinasemekana kwamba wazazi wengi hawajali familia, wakiamka asubuhi wao kwenye majukumu, watoto wanawaachia viporo. Hii kwako kama msanii unaweza kulizungumzia nini? Kiukweli kwa Njombe ndio kama nilivyokuwa nimesema mwanzo kwamba wanaenda kwa misimu. Yaani kama kwa sasa hivi wanachimba viazi. Yaani mtu akijimu asubuhi ile anaanza kuchimba viazi, watoto wamewaachia labda ndio hayo na viazi. Mchana wapike viazi tena. Kwa hiyo ni sana ambayo ninakela. Okay. Na sipendezwi na hicho kitu. Okay. Yaani natamani kama ningekuwa ni mimi. Jamani, yani semina ziwe nyingi za kuhamasisha. Okay. Kupitia comedy ambayo mnaifanya, labda kuna support yote kutoka serikali, waliwahi kuwatafuta kaambia jamani mna kitu kizuri sana? Cha kwanza wa kwanza kututafuta alikuwa ni ndugu yetu Diwani. Last Ngole, kati ya Ramadhani ndio. Okay. Naye ametusupport kwa kiasi fulani. Ndio. Okay. Na tukikupa nafasi ututajie ma content creator 5 ambao unaona kabisa hawa wanaumiza vichwa, wanabeba mkoa wa Njombe, tuondoke nao. Kwanza ni Maiza Mbena. Wa pili ni nani? MC nani?
Aitwa nani? MC nimetoka jina lake kidogo. Okay. Yeah, watatu anaweza kawa huyu nani, Bandidu Master. Bandidu Master. Wanne Kishati. 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 Watano? Watano bwana naweza nikawa. Yeah. Umejipendelea, umejipa namba. Yeah. Shukrani sana. Yeah. Unafikiri unawaahidi nini sasa mashabiki zako kwamba 2026 tutarajie nini kutoka kwenu? Bwana, kwa 2026 hii tunatarajia tuwapatie burudani fulani nzuri sana, yani hadi watatupenda. Okay. Yani nataka tutoe comedy kwa mkupuo sana. Ndio sasa hizi tunakazana sana kufanya hizi kazi. Okay. Yeah. Okay. Kuna clip moja ambayo ulicheza huko kwenye Ulanzi asubuhi. Afu Maiza akaja akasema kwamba sasa hivi tupo kwenye mfungo. Mlifikiria nini? Bwana, tulifikiria unajua kwa msimu huu wa mfungo. Yeah, kwa msimu huu wa mfungo wamsema tufunge, lakini bado kuna watu wengine bado wanaendelea kufanya zile umangadusi yale chaka maswende msimu kwa mfungo. Sasa unajiuliza yanatoka wapi? Kwa hiyo kwa nahamasisha hivyo kwamba jamani, tujitahidi kufunga. Tuzingatie siku. Hatari sana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nyinyi binafsi mlifikiria hivyo. Yeah. Okay. Yeah. Na tunapoangalia sasa kwenye grupu lile ambao mko watu wangapi? 4. Yeah. Yupi ambaye unaona kabisa huyu anakupa kichwa, yani unaona kabisa huyu nitakia ni kaze? Hapo kuna bosi kwanza mwenyewe. Maiza. Mtaalamu mwenyewe. Na Kibena na akipiga kweli kweli. Bila vile ikonga. Ikonga hizo. Yani anielema mtu. Okay. Yeah. Catherine anakielewa Kiruga kweli? Catherine huyo. Kiruga kwa sasa kwa sababu yuko na sisi. Anazidi kukielewa vizuri. Lakini lugha nadhani anaelewa, lakini issue kwenye lafuzi. Okay. Yani lakini kwa sasa kwa kuwa amekaa ni muda mchache kama wiki 2 hivi toka aingie kwenye kikosi lakini anajitahidi sana. Anajitahidi. Alright. Wewe binafsi tuna akaunti ambazo watu wanaweza kuzingatia au bado tu kwa sababu tuko chini ya Maiza watu wazingatie kwenye akaunti zile? Kwa sasa akaunti yangu nitaitambulisha nadhani mwezi wa 3 hiyo. Okay. Lakini kwa sasa niko chini ya Maiza kwamba tulikuwa nakuza kwanza kipaji then nitaanza na akaunti yangu. Okay. Una kionjo kipi ambacho unaweza kutupa sasa hivi kupitia Asili Yetu TV? Kionjo. Hapo zina search hapo. Hapo zina search. Okay. Kupanga kionjo. Lakini Nyababena yangu kamwe. Edena kuva mwilanga tu makunda kavene mwilora isambu cha matosi pani. Msimu wetatu vitiri domi mwahungira katumuru bari nyeva kamwene. Lakini saa ichi niwe natale mwilanga tu hapela amatosi kala kanani kamugana fulani wewe tiroli sambu nyeva tatangania kweli unani utunza kana matosi nyeva mwitanga kenyana na yunye mhudumia kya wenyo so mwiloloa matosi kavene nyeva. Bwana, shukrani sana. Mimi nikupe nafasi, sema sasa na mashabiki zako. Leo mashabiki zangu nawapenda sana na nawapenda uwepo wenu na kutufuatilia. Naomba sana, niko chini ya miguu yenu. Naomba mnisaidie sana kunikuza kipaji na kunisupport kwa maneno hivyo. Okay. Umemaliza? Ndio. Huna cha nyongeza? Cha nyongeza yani hapo si. Huna kabisa. Mwamba umeeleweka vizuri. Bwana, shukrani sana watazamaji wa Asili Yetu TV ambao umekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa na nani? Octavian Fidelis. Octavian. Ndio. Kwa nini jina hilo? Kama umeunganisha herufi hivi? Octavian Fidelis. Yeah. Hilo ni jina langu kamili. Jina lako kamili. Octavian babangu ni Fidelis. Okay. Na ndilo hilo ambalo tunatumia kwenye sanaa. Yeah. Okay. Kwenye mitandao ya kijamii baada ya kwenye sanaa natumia Oko.
Okay, ndio jina ambalo litatumika kwenye mitandao baada ya kufungua. Okay, hapo umeeleweka sana. Mwamba, mimi ni kushukuru sana na nikutakia kila la heri katika game lako la sanaa. Tunasubiri filamu itoke, msisahau kunipa sini moja na mimi nikaja nikacheza huko, ila kisiwe kiruga sana. Tutaachana njia panda kidogo. Sawa, kwa sababu itakuwa ni mchanganyiko basi tukaribisha. Okay. Shukrani sana ambao mmekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hiki ni kipaji kutoka mkoani Njombe. Ni msanii wa comedian, pia ni content creator ambaye yuko chini ya grupu la Maiza Mbena. Wengi ambao huwa tunafuatilia clip zao pale huwa tunamuona akifanya poa sana. Kwa hiyo fanya kama unamzingatia hivi, vijana wao waweze kuondoka kwenda mjini. Mjini bwana hawezi kwenda bila mashabiki. Kwa hiyo mashabiki ndio tuna uwezo wa kuhakikisha kwamba vijana wanaondoka sana kwenda mjini ili mambo yaweze kukaa sawa. Bwana, shout sana kwa Jimas Fashion ambao wanapatikana pale Igwachanya, ambao wamekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jimas Fashion wao ni wanatoa huduma ya ubunifu wa mavazi. Inawezekana wewe mkazi wa Njombe na viunga vyake vyote ambavyo upo unatamani kupendeza kwenye event yoyote ile. Kwa hiyo Jimas Fashion wao wamekuletea huduma za ubunifu wa mavazi. Kwa hiyo wanakwambia kwamba usikae kwenye event kinyonge. Hakikisha unawazingatia Jimas Fashion ambao wanapatikana pale Igwachanya, wilaya ya Wanging'ombe. Wanatazamana kabisa na shule ya sekondari Igwachanya. Ukifika hapo utaweza kukutana nao na wao wataweza kukucheki jinsi ulivyo, lakini pia watakupa elimu ya vazi lako liwaribuni namna gani ili utishe sana kwenye event. Mimi naitwa Anko G na nikutakia kila la heri. Imeisha hiyo.